Mtazamaji wa SUA TV, lakini pia na wewe msikilizaji wa 101.1 SUA FM. Karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya mjadala kuhusiana ikiwa ni katika kuelekea katika siku ya mwanaume wa Tanzania, siku ambayo inatarajiwa kufanyika tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026 hapa katika manispaa ya Morogoro. Katika kuelekea katika siku hiyo, tumekuwa na mwendelezo wa mijadala mbalimbali ya kuhakikisha kwamba inakuwa inamhusu mwanaume, ikiwa ni sehemu ya kuangalia usawa wa kijinsia katika eneo ambalo upande wa kiume ambao kimsingi jamii imekuwa ikimsahau kwa sehemu kubwa. Na katika kuendelea na mijadala hii hapa nimekuwa nikishirikiana na msomi kutoka hapa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA. Huyu si mwingine bali ni Profesa Russell Madaha. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya kijinsia, lakini pia ni mshauri katika eneo la ugani, akijaribu kupeleka maendeleo na usawa wa kijinsia kwa usawa kabisa unaotakiwa. Na kwa namna pekee, msikilizaji na mtazamaji, mada yetu kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia sifa za mwanaume bora wa Kitanzania anayeishi kwa mujibu wa utamaduni wa Kitanzania. Na kuna mengi sana ya kuzungumza na mgeni wangu kwa siku ya leo, na niseme kwa namna pekee, Profesa, karibu sana katika studio hizi za SUA TV. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi nyingine. Naam. Ya kufika leo hapa kwa ni mada yetu studio zetu za SUA ya kuelekea katika kuzungumza kiume. Na niseme tu kuelekea katika siku hiyo mwanaume anapata jukwaa. Lakini pia na mambo mengine mengi ambayo jamii inaonekana kama vile kuyapa kisogo. Sawa kabisa. Sasa mada yetu hii hapa, sifa za mwanaume bora wa Kitanzania anaishi kwa mujibu na utamaduni wa Kitanzania. Imekaje hii? Nashukuru sana. Labda sehemu ya kuanzia ni wakati taifa lilipata uhuru mwaka 1961. Hiyo ilikuwa ni baada ya kutawaliwa na wakoloni. Okay. Kwa kipindi kirefu. Yani alianza Mjerumani, alafu akaja Mwingereza. Sasa hao wakoloni walivuruga kwa namna moja au nyingine utamaduni ule ambao ulikuwa, kwa sababu kabla ya hapo tulikuwa ni makabila mengi ambayo ni 120. Kila kabila ilikuwa lina utaratibu wake, uko na farafara kwa namna moja au nyingine, lakini haukuwa utamaduni mmoja wa taifa kama taifa. Kwa hiyo sasa baada ya uhuru zikawepo juhudi fulani na sana baba wa taifa yeye alijikita kwenye kuanzisha wizara ambazo zilikuwa zina tunza masuala ya utamaduni. Kwa yani ndio juhudi ambazo alizifanya kutengeneza wizara ya elimu na utamaduni, yani utamaduni inakuwa sehemu ya wizara. Lakini na vile vile alifanya juhudi ya kutengeneza falsafa ya ujamaa na kujitegemea, ambayo naye alikaa kama kipindi fulani. Okay. Na lazima tutambue mchango wa baba wa taifa Nyerere katika kujenga Tanzania, kwa sababu nchi inajengwa. Hii ilikuwa ni nchi ya makabila mbalimbali zaidi ya 120 ambao walikuwa kai pamoja kwa kujenga taifa. Ndio maana wakati ulikuwa kuna nyimbo nyingi sana, alikuwa mbunifu. Zilikuwepo nyimbo mbalimbali za kuimba, wimbo wa taifa ukiwa ndo mojawapo ya kifaa ambacho ni kikubwa zaidi, na zilikuwa nyimbo nyingine mbalimbali. Sasa baba wa taifa alichokifanya, alikuwa akiangalia yale makabila mbalimbali ya Kitanzania ambayo yalikuwa ni makabila yanakitegemea kabla ya kutawaliwa na koloni na kabla ya kuwa uhuru. Okay. Kwa hiyo akaja na falsafa falsafa ya ujamaa na kujitegemea ambayo ilikuwa inaakisi zile tamaduni zetu mbalimbali. Na akaja na ajenda ya kuunganisha kwamba taifa liwe taifa moja la Tanzania. Tulianza Tanganyika, lakini hatimaye baadaye tukaungana na wenzetu Zanzibar tukawa Tanzania. Kwa akaja na hizo sasa juhudi za kuunganisha taifa, na imekuwa kizungumzwa baada ya Kiswahili. Kwa Kiswahili ilikuwa ni mojawapo ya mbinu aliyotumia baba wa taifa katika kuunganisha taifa hili liwe taifa, liwe Tanzania. Lakini na sambamba na ile philosophy ya ujamaa na kujitegemea ambayo kwa kweli ndio tunaipa kwa kiasi kikubwa wanasema tuzo, hakutengeneza credit ya kuzalisha amani kwenye taifa hili. Kwa hiyo amani katika taifa letu hili haikutokea tu tunaposema kwamba Tanzania
ni nchi ya amani, ni kisiwa cha amani, imejengwa na mshikamano, imejengwa na baba wa taifa ambaye alikaa kwa miaka 20. Kwa hiyo ina maana kwamba kama tunayumba hapo, inabidi tuchungulie tena kule baba wa taifa alifanya nini kulijenga taifa. Ule ndio msingi. Kwa hiyo sasa baba wa taifa yeye alichofanya, alikuwa anaweka wizara na kadhalika, na akatengeneza falsafa ambao sasa tulikuwa tunaimba sasa, ikawa ndio mwongozo wa taifa letu. Lakini sasa miaka 1980 baada ya baba wa taifa kungatuka, alitumia lugha kungatuka, kumaliza kipindi chake cha uongozi, alingatuka kwa sababu angeweza kuendelea mpaka kama walifanya viongozi wengine, angeweza kuendelea kama walifanya wenzake, lakini alingatuka. Hiyo nao ni sehemu nyingine muhimu sana ya ambayo ileta utamaduni wa kubadilishana uongozi ambao mpaka sasa hivi tunaendelea kama taifa. Kwa kupiga kelele na kupiga mayowe, mwanaume analiwa kwa kuwa kimoyomoyo, lakini kwa kuwa mlevi kabisa na kushindwa kutekeleza majukumu yake, kukataa kuoa, kwa mfano kukataa kuanzisha familia, anasema mimi siwezi kuoa. Ikitokea bahati mbaya amempa ujauzito mtoto wa watu, kukataa ile jukumu. Huyu ni mwanaume ambaye tayari amepigika, yani ndio vile vya wanaume hivyo, kukwepa majukumu. Au waliooa kukimbia familia. Hicho ni kilio cha wanaume hao ambao kuna changamoto, hawajawezeshwa vizuri. Au wanaume ambao wanaingia kwenye vikundi. Wanafunzi wangu wanazunguka kwenye mitaa mbalimbali hapa SUA na sehemu nyingine, wanakuja na kilio kwamba kuna wanaume ambao wakiingia kwenye vikundi hivi wanakimbia na hela. Yani imekuwa ikitokea sehemu mbalimbali kwamba hata kwenye kikundi anashindwa, anaingia kwenye kikundi anapewa mkopo, anakimbia, anahama mpaka na mji. Kwa unaweza kuona kuna changamoto kubwa. Huyo ni mwanaume kama mwanaume, lakini huyu ni mwanaume ambaye jamii imemsahau, kwa sababu jamii lazima tutambue kwamba kuna mtu kama mtu atapambana kutokana na mazingira yao magumu afu akapita. Lakini kuna mifumo ambayo inatakiwa itengenezwe na jamii kumsaidia huyo mtu ajitambue na atende majukumu yake, kwa sababu haya masuala ya kujengea uwezo wanaume na wanawake hayajaanza leo. Haya makabila yetu yana muda mrefu zaidi kuliko taifa letu. Kwa mfano sijui Wasukuma wamekuwa muda mrefu kuliko taifa, sijui Wangoni, sijui Wairaki, hao wamekuwa muda mrefu. Sasa ukienda kule ukichunguza unakuta wanawake walikuwa wanajengewa uwezo, wanaume walikuwa wanajengewa uwezo. Ukienda kwa Masai kule mpaka vijana walikuwa wanajengewa uwezo, wa kike na wa kiume wanafundishwa. Sasa siku hizi tunategemea mtandao tusaidie kuwalea vijana wetu. Hiyo ni hatari sana. Kwa sababu mifumo iliyopo hii ukichunguza vizuri inataka mwanamke apewe fursa, inamjengea uwezo mwanamke, jitambue, jiamini, usikae kimya, zungumza. Dai yako ya kuzungumza. Tunaambia wakina mama, kwa sababu mimi nimeshika katika hizo harakati binafsi, kwa sababu hapa ninapozungumzia sizungumzia wanaume tu kwa sababu nazungumzia tu mimi mwanaume, lakini kwenye harakati za kutetea wakina mama kuwajengea uwezo nimepitia kule, nimesoma na nimeona harakati mbalimbali. Kwa sababu hiyo masters yangu imejikita kwenye masuala ya jinsia za kidunia. Kwa hiyo nimesoma hizi harakati mbalimbali duniani. Kwa hiyo nimeona kwamba mbinu ambazo zinatumika ni za maana sana, kwamba mwanamke aambiwa ajiamini, aambiwa anaweza, lakini mwanaume haambiwi kwamba ajiamini, kwamba anaweza. Hatumwambii kabisa. Tunasema huyu anaweza tu. Sasa kumbe changamoto ya kutomwambia hivyo, basi huyu jamaa anafikiri hawezi. Na ndio maana tunazungumzia habari ya kuna vijana hawa siku hizi wanaotaka mtelemko, wataki kuwajibika. Wanatembea na mijishangazi. Wanatembea na watu ambao wakina mama ambao wanatakiwa wazae, wakina mama ambao ni kama mama zao. Siku za nyuma kwenye mila desturi zetu ulikuwa unafanya kitu kama hicho, ni aibu kabisa kutembea na mtu ambaye analingana umri na mama yako. Lakini siku hizi imekuwa fashion. Mtu anaweza kujisifia kabisa kijana. Ni kweli kabisa. Tumewekeza zaidi, yani labda mila ambayo tumebaki kuwafundisha wanaume, tumewekeza sana katika hilo. Ni kuambia usiseme, hata kama una shida kaa kimya. Hapo tumefanikiwa. Kwa hiyo wanaume wanapata changamoto, hawasemi, wanapigika, hawasemi. Kwa hiyo
juhudi mbalimbali za ambazo zingeweza kuwafanya wanaume wafikiwe na kujengewa uwezo hazipo, kwa sababu tumewafundisha wakae kimya. Kwa hiyo ina maana kwamba akipigika yeye labda atafuta jishangazi kule, akipigika labda atakuwa kibaka. Unasikia, sija kusikia eti binti anakimbizwa mtaani huko kwa kuiba, ni mwizi. Sija kusikia hicho kitu. Kwa hawa vibaka mtaani hawana upita pita huko, wanakimbizwa, wanapita kwenye majumba kule, wanafungua milango, wanatesti, wanaiba vitu. Hawa vijana wa kiume, yote ni zao la kutokuwajengea hawa uwezo wa vijana wetu. Kwa changamoto zinazotokea kwa wanaume sasa hizi katika ngazi zote ni zao la kutokuwajengea uwezo vizuri wanaume kuwa sawa. Katika hizi tafiti shirikishi hizi juu nilipoanzisha, kwa kweli nilipata pongezi nyingi sana kutoka kwa kina mama, sasa watu wazima hao kwa sababu unajua ndio ni wakina mama, ni watu wazima, wana watoto wa kiume ambao sasa hizi changamoto wanaziona, na wanapoangalia watoto wao wanaumia moyoni. Unapokuwa na mtoto ambaye amesokota nywele, kitu ambacho hujamfundisha, unapokuwa na mtoto ambaye anakwepa majukumu ya kutaka kuanzisha familia, ni kitu ambacho kinaoma sana wakina mama wengi, yani wanaumia sana. Na hizi juhudi kwa kweli, kuna wakina mama, kuna kundi kubwa la kina mama ambao wanaunga mkono kwamba mwanaume asimame afanye majukumu yake. Yani ni kama ndio wamejengewa uwezo wao wa kutosha, lakini ni kama wamechoshwa na ile hali ya wanaume ambao wanakuwa wavivu, wanaume ambao hawashikili nafasi zao kama viongozi na kadhalika, wanaume ambao wanakuwa walevi, wanaume ambao labda akichukua mkopo kwenye kikundi anakimbia. Na unakuta mwisho wa siku unapoacha kumjengea uwezo mwanaume, mwathirika mkubwa bado ni mwanamke. Yani mwanaume ambaye hajajengewa uwezo, mwathirika mkubwa ni mwanamke. Huo ni ukura mama, kama dada, kama ulivyosema kwamba mtu akishakuwa teja, akishakuwa mlevi, tumemdawa kulevya, ili apate madawa kulevya atarudi nyumbani. Kwa pale atakuwa naiba vitu pale, chakula na nini, anaenda kuuza. Kwa nyumbani wanakosa chakula, wadogo zake pale wanakosa chakula. Kwa hiyo inakuwa changamoto kubwa sana kitaifa. Yani lengo letu kwamba tuikuze, iazimishwe kitaifa, na nadhani mwakani tutajitahidi labda tuipeleke labda mkoa mwingine ili aanze kuzoeleka, na itafanya kwa mara ya 3 kwa Morogoro. Sasa natamani sasa tuipeleke kwenye mikoa mingine sasa, ili ibebwe kule na iweze kukua. Ni kile kilele, kwa sababu wanasema mwanaume siku zote ni za mwanaume. Katika hizo harakati kuna mzee mmoja mwenye busara aliniambia, sasa madaa, wewe umeweka siku moja wanaume, wakati sisi wanaume siku zote ni za kwetu. Nikamwambia uko sahihi kabisa, siku zote kwa wanaume ni za wanaume siku zote kabisa, katika mwaka hizo 300 hasa kwa wale ambao wanawajibika. Zote ni siku za wanaume, kwa sababu yani sisi tunawajibika siku zote hizo. Kwa hiyo nikamwambia zile siku ni kilele tu, ambako sasa kule tutafanya tamko fulani, tutafanya mijadala fulani, ili watu waweze kusikia, kwa sababu ukiwa unasema kila siku labda watu hawakusikilizi sana. Okay. Lakini ukisema kuna siku fulani tutakuwa na mijadala, ni siku maalum ambapo tutatoa mijadala, tutatoa mapendekezo fulani na kadhalika, basi na maana watu wanakuwa wanaisubiri ile siku. Okay. Ile siku tutaanza tarehe 22 mwezi wa 4 na kumaliza tarehe 23. Okay. Ambapo ndio kile chenyewe. Matukio ambayo tunatarajia kuwa nayo wakati wa mchana kwa siku ya tarehe 22, tutakuwa na mijadala mbalimbali. Kwa kuna watu tayari wanaanza kuleta mawakilisho yao kuhusiana na tafiti zao walizozifanya, kuhusiana na changamoto wanazopitia mwanaume. Kwa kuna makala za kisomi, lakini kuna watu tunawakaribisha vile vile mbalimbali, waje watoe mada na harakati na kadhalika, waje watoe mada. Hiyo tarehe 24. Okay. Kwa wakati wa mchana kuanzia labda saa 2 mpaka saa 11. Alafu siku ya tarehe 23 na tutakuwa tuna mada hizo. Alafu tutamalizia labda na kutoa agenda kwa wanaume wa Kitanzania. Okay. Sasa kwenye hii agenda hii sasa tumekuwa tukisambaza link kwa wanawake na wanaume wote, waseme wanatamani nini mwanaume apate ili atekeleze majukumu yake. Okay. Kwa sababu tuna kauli mbiu ya siku mwanaume ili aweze kuishi hiyo, kwamba mwanga wa maendeleo ya taifa, mjenzi wa familia bora, mlinzi wa utu. Kwa sababu mwanaume wa Tanzania mlinzi wa utu, mjenzi wa familia bora na mwanga wa taifa. Sasa
Haya ni majukumu ambayo kwa mwanaume anatakiwa atekeleze. Okay. Kiundani. Sasa ili mwanaume aweze kutekeleza majukumu hayo, kaweze kuishi kauli mbiu yetu, aweze kuishi hizi mila desturi ambazo zinakuwa na mada ambazo tunazileta hapa, na shukuru sana natupa fursa hiyo. Ili aweze kuyafanya haya. Kwa agenda yetu ni ipi? Okay. Nini kifanyike ili tuweze kumsaidia mwanaume, kwa sababu kuna changamoto tayari na kila mmoja anakubaliana na hilo. Sasa nini kifanyike? Tunatarajia kuisema siku ile. Sasa tunakusanya mawazo mbalimbali na tutaichakata. Siku ya 23 tutasema agenda hii kulingana na mawazo mbalimbali ndio ya wanaume kwa mwaka 2026. Okay. Kwa kila mwaka tunatarajia kuwa tunatoa agenda ya mwanaume wa Kitanzania kila mwaka. Sawa, mtazamaji lakini pia msikilizaji ambao unafuatilia matangazo haya kupitia akaunti yetu ya YouTube SUA Media. Mada yetu kwa siku ya leo ni sifa za mwanaume bora wa Kitanzania anayeishi kwa mujibu wa utamaduni wa Kitanzania. Mimi naitwa Adam Maruma na mzungumzaji mkuu leo ni profesa huyu msomi kabisa kutokea hapa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA. Si mwingine bali ni Russell Madaha ambaye amekuwa akieleza mada hii kisomi kabisa. Unaweza pia kutufuatilia na kuacha maoni yako hapa, lakini pia ushauri tutaufanyia kazi kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Niseme tu profesa, kwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa mjadala wetu. Kwa kipindi chote ambacho umefanya harakati hizi za mwanaume wa Kitanzania, uzoefu wako ni upi? Ni umeona kipi ambacho umegundua katika miaka hii mitatu tangu umeasisi siku hiyo? Sawa. Kwanza labda tu nielezee kidogo muktadha. Nilianza shughuli za kufuatilia masuala ya kijinsia kwa sababu mimi ni mbali na kusomea kilimo ugani, nimesomea maendeleo ya jamii lakini na masuala ya kijinsia. Nina hiyo shahada ya uzamivu, wanaita uzamili, ya pili shahada ya umahiri. Umahiri au shahada ya umahiri. Ninayo hiyo kwenye masuala ya kijinsia ambayo nilipata 2012 huko Marekani. Kwa hiyo nilisoma kule ili kupata kuweza kujua undani. Kwa kweli nilienda kusoma ili nijue nipate fursa ya kujua undani wa jinsia, masuala hii mambo ya kijinsia. Kwa sababu nilichokiona wakati ule kinachofanyika kule sehemu mbalimbali, uwezeshaji wa kina mama na kadhalika, niliona kwamba ilikuwa inaendana na muktadha wa kule. Muktadha wa kule na sehemu nyingine, kwa sababu nilikuwa napitia ilikuwa na muktadha sehemu fulani. Sasa kuta mambo yalikuwa yanapendekezwa kule, mengine hayaendani na Tanzania huko. Unaona? Madai yalikuwa yanatolewa kule, mwanaka nyanyaswa sio vitu gani na kosa vitu gani, nikija kuangalia huku ni kama hayapo. Kwa sababu baada ya hapo nilikuwa nafanya tafiti mbalimbali, natoa na machapisho na kadhalika kwenye masuala ya kijinsia na kadhalika hapo nyuma. Lakini sasa baadaye katika kufundisha wanafunzi, kuna hiyo wanasema kuwajengea uwezo wanafunzi ili wapate ujuzi. Yaani hicho tunachofanya darasani aweze kufanya mtaani. Tunawafundisha darasani afu tunawaambia nendeni mtaani kule mkaangalia hali halisi, mkajaribu kuhudumia jamii. Sasa wakawa wanatembelea vikundi mbalimbali, lakini na wengine wanafanya tafiti labda wa umahiri, wanafanya tafiti mbalimbali sehemu nyingine. Na mimi mwenyewe katika kutoa huduma za kitaalamu nilikuwa napita huku na kule. Katika miaka mitatu hii nikakuta sehemu sasa wanaume sasa wanaanza kulialia. Wanafunzi wanaambia kwamba mwalimu, nafundisha masuala ya jinsia na kilimo ugani. Wanakwenda mwalimu, tunaenda kwenye vikundi kule unakuta wanaume hawapo kwanza. Na wasichana ukwepo tunaambiwa historia kwamba walichukua mikopo wakatoroka. Kuna vikundi karibia 50 ambao viko hapa. Kuna historia kwamba wanaume wanaingia wanachukua mkopo afu wanatoroka. Kwa sababu mwalimu, kuna changamoto kule. Wanafunzi wangu karibia 400 500. Lakini kwa katika mijadala bila sana, kwa sababu ufundishaji huu unataka kumpa mwanafunzi zaidi afanye zaidi. Tukiwa kwenye mijadala darasani, kwa tofauti na zamani kwa tunatoa muhadhara tu, unaingia darasani unasema unafunga darasa unaondoka. Sasa hizi mnajadiliana. Sasa tunajadili. Unasema chakao kidogo na wao unawaruhusu. Tunapochangia darasani wako anasema mwalimu anazungumza mambo ya kijinsia, lakini mbona wanaume nao siku hizi wanapigika? Kuna shida gani? Anasema kwamba watu wengine hao wanaume wanatembea kuchepuka sana, mwalimu siku hizi ngoma draw. Wanawake nao wanachepuka sana kama wanaume. Sasa nilipokuwa napata hiyo mirejesho mbalimbali, nikajua kwamba kumbe kuna changamoto hapa ambayo inabidi tuangazie mwanga, kwamba mwanaume amesaulika. Nasikia darasani wanafunzi wanaenda kufanya tafiti wanasema mwanaume kasaulika. Kwa hiyo sasa katika miaka mitatu niliyoona hii ni kweli tumechangia katika kuleta sauti
kwamba mwanaume kasaulika, jamani, kuna shida. Tumesikia wizara nayo imesema kitengo cha wanaume pale, lakini vile tumesikia kwa kwenye wizara sasa hivi kuna kitengo cha wanaume, kipo kitengo cha wanaume pale, lakini hakisikiki kwa hiyo tunapiga sauti sasa, hiyo vitu ambavyo vimeanza kufanywa kazi visikike, ambao kimsingi labda kuhusia tu malengo yake ni yapi, kwamba ipo kwa ajili ya kufanya nini, na kile kitengo ni kwamba imefahamika kwamba kumbe mwanaume kasaulika, na katika mwanaume kusaulika kuna shida kwa sasa kimekuwa pale ili mwanaume nao sasa apewe nafasi aanze kusikilizwa. Lakini vile kuna NGOs mpaka ingine tunaitwa male engage na nini, kuna NGOs sasa zimeanza, kuna wimbi kubwa la NGOs zimeanza tena kuibuka tena, ambazo zinadai wanaume washirikishwe. Kwa ni upepo ambao umeanza tuseme miaka 2020 na miaka 2020 na huo upepo umeanza kuja, tunasikia kwenye NGO, kwenye serikali napo tunasikia. Mimi nimesikia kwa wanafunzi wangu hapa. Basi na mimi nashukuru Mungu nimekuwa kinara katika kupiga makelele zaidi kusikika. Kwa hiyo mimi nasikika, lakini juhudi ambazo zipo mimi nazisaidia kuzishape vizuri, na wala kusaidia katika kutoa maelezo kwa nini imekuwa hivi, tumetoka wapi na kwa nini tuko hapa na wapi labda tunakwenda. Sawa Prof, mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana kwa muda wako, lakini pia kwa ufanuzi wa mada hii nzuri kabisa ambayo leo tulikuwa tunaangazia sifa za mwanaume bora wa Kitanzania anaishi kwa mujibu wa tamaduni za Kitanzania. Anajengwa huyo. Labda tuwashukuru sana wanatufuatilia kupitia SUA Media, kwa maana SUA TV, lakini pia SUA Radio 101.1. Niwashukuru sana, lakini niwaache tu na kuambia neno hili kwa siku ya leo: mwanaume hapimwi kwa nguvu wala mamlaka aliyokuwa nayo, bali kwa uadilifu, lakini pia kwa kutekeleza majukumu yake ya kimsingi ambayo jamii inategemea kutoka kwake. Profesa, mimi nikushukuru. Asante sana. Panapo majaliwa, bila shaka bado muda unaruhusu kwa siku zingine kuendelea kujadiliana hadi kuelekea hiyo tarehe 23 mwezi wa 4, ambayo lengo ni kumwambia mwanaume bana, bado jamii inakukumbuka, lakini pia profesa naye amekuwa sehemu kubwa sana kwa sababu ya kujengea mnara siku za mbeleni, kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao ni shupavu katika kuhakikisha mwanaume jamii inasikilizwa na kumweka katika nafasi ambayo inatakiwa. Mimi naitwa Adam Maruma, asante kwa muda wako, na panapo majaliwa basi tukutane katika mwendelezo wa mjadala wa vipindi vinavyoendelea hapa SUA TV, lakini pia kupitia 101.1 SUA FM. Asante, uwe na wakati mwema.